Habari ya wakati huu mtazamaji wa TBC1, karibu katika kipindi cha Ngazi na mimi ni Rose Masaka. Katika zama hizi za mabadiliko ya maisha, teknolojia inaibuka kama chombo muhimu cha kubadilisha hali ya maisha kwa jamii. Moja ya fursa iliyojitokeza hivi karibuni hapa nchini ni mfumo wa ukodishaji wa power banks, yaani vifaa vinavyotoa chaji ya simu popote bila ya kuwa na wasiwasi wa umeme au bei ya chaji. Mfumo huu umetokana na ubunifu wa kiteknolojia kutoka China na sasa umetangazwa rasmi hapa nchini na mhandisi Thomas Rioba kupitia shirika la utangazaji Tanzania TBC. Mfumo huu unalenga kusaidia watumiaji kupunguza changamoto ya kutokuwa na umeme kwenye simu zao wakati wa shughuli zao za kila siku, jambo ambalo kwa wengi limekuwa kikwazo. Katika kipindi hiki tumefanya mahojiano maalum na mhandisi Thomas Rioba ambaye ametoa ufafanuzi wa kinachoendelea kuhusu mfumo huu na namna unavyoweza kutumika kama fursa ya kiuchumi kwa vijana, wajasiriamali na watumiaji wa teknolojia hapa nchini. Ninaitwa Engineer Thomas Rioba, ni mhandisi wa shirika la utangazaji Tanzania. Ni mimi kama pamoja kwa mimi ni mtumishi wa shirika la utangazaji Tanzania, pia katika shughuli zangu zingine za nje ya muda wa serikali, mimi pia ni mbunifu. Ninajishughulisha na shughuli za kibunifu na bunifu zangu nimejikita sana katika lifestyle. Lifestyle bunifu ni zile bunifu ambazo zinatokana na tabia za mwanadamu ambazo zimechochewa na mabadiliko ya teknolojia. Kulingana na dunia ilivyobadilika namna hii, sasa hizi maisha yetu, 80% ya maisha yetu yapo kwenye mitandao ya kijamii. Hiyo ni moja. Mafaili yetu, yani taarifa zetu binafsi na taarifa zetu za kisiasa, taarifa zetu za shule, zote zipo kwenye mitandao ya simu. Lakini sasa ukiangalia kifaa chetu cha simu ambacho 80% ya taarifa zetu zipo huko, kinatumia betri. Kwa hiyo kama kinatumia betri, maana yake kinahitaji kuwa kinachajiwa. Na kwa jinsi ambavyo teknolojia ya betri ilivyo gharama, hawawezi kututengenezea betri ambayo italast kwa hata miezi 6. Kwamba ukichaji leo unachukua miezi 6 ndio uje uchaji tena. Sasa hii ikapelekea sasa, kwa sababu ni gharama, ukitengeneza betri ya namna hiyo, maana yake utakosa watumiaji. Mtu hawezi kununua simu ya milioni 18. Ukiangalia gharama ya milioni 18 imepandishwa na betri, basi tukatengeneza tu betri ambazo zinatumika kwa muda mfupi. Sasa imekuwa ni kero kidogo. Wabunifu wengine sasa, viwanda vikafikiria namna gani ambavyo tunaweza tukasaidia. Viwanda vikaja na huduma ya power bank. Lakini huduma ya power bank ikawa ni added, yani ni uongezekaji wa thamani kwa kifaa cha simu. Sasa ile thamani ya kifaa cha simu kwamba kesha kina moto muda wote, wakaleta hiyo power bank, namna ya kutunza umeme wa ziada. Mtu anapokuwa na kifaa chake kimeshiwa, basi anaweza akautumia. Sasa hii power bank ilipokuwa imetengenezwa na viwanda, kama imetengenezwa kwa staili ya kwamba lazima ununue power bank na lazima uzunguke nayo, hii bado ikawa na yenyewe ni kero. Sasa ndipo hapa sasa wale wabunifu wanaodili na mabadiliko ya tabia ya binadamu kulingana na teknolojia, wakaja tena na huduma nyingine ya kukodisha power bank. Sasa wakasema sasa usibebe tena power bank. Huduma ya kukodisha power bank imekuwa sehemu ya maisha ya kila siku katika baadhi ya nchi zilizoendelea kiteknolojia. Huduma hii imeonekana kurahisisha maisha ya watu wanaotegemea simu wakati wa kazi, biashara na mawasiliano. Hivyo basi, ujio wa mfumo huu nchini Tanzania ni hatua ya kuiga suluhisho lililothibitika tayari duniani. Hii teknolojia ya kuazima power bank ni mpya nchini Tanzania, lakini sio mpya kwenye duniani kwa kwingine. Nilikuwa nchini China, kwa niliona teknolojia nchini China. Niliona China nikaipenda. Nikaanza kufuatilia ni namna gani naweza nikaipata. Nikatembelea viwanda. Nikauliza napataje mashine, wakasema kitu kimoja watu waliambia kwamba
Mashine zipo zinapatikana. Kitu ambacho kitakuwa kinasumbua na chenyewe pia kinapatikana ni namna ya kutumia hizi mashine. Kwa hiyo namna ya kutumia mashine ndio ikawa ni shida. Okay, nikauliza viwanda ni wapi ambapo napata hii mifumo. Wakanielekeza baadhi ya makampuni. Tukaenda tuzungumze nao sasa. Tunazungumza na wale makampuni, bwana, sasa tunapataje hii mifumo? Unajua hakuna kitu ghali sana duniani kama kununua teknolojia. Kama ndo unaanza ni ngumu sana, huwezi kununua kwanza. Wala teknolojia zinauzwa nchi na nchi. Nchi inahitaji teknolojia fulani ndio inaenda kununua kwa nchi fulani. Na unapoenda, kwa sababu kuna kitu kinachoitwa sasa hivi Tanzania nasikia kitu kinaitwa uchumi wa kidiplomasia. Tunasema serikali ya Tanzania inahitaji mfumo fulani. Kwa hiyo serikali ya Tanzania inaenda kuzungumza na serikali ya nchi nyingine ili waweze kuuziwa ule mfumo, hiyo teknolojia. Mnanunua, mnakuja kuitumia sehemu hiyo ni ghali. Sasa kwa sisi startup hatuna uwezo huo. Kwa sisi tunachofanya ni nini? Reverse engineering. Reverse engineering maana unanunua kitu hapo hapo ulipo unakitumia. Wakati huo ukiwa unajifunza ni namna gani hichi kitu kinafanya kazi. Kwa hiyo wewe ukija unatengeneza tunasema a copy ya hicho. Kwa hiyo sasa inakuwa ni copyright yako. Kwamba tayari umeshakiona hiki kinafanya kazi, sasa unakuja kutumia code base zako tofauti na zilizotumia, lakini kitakuwa kinafanya kazi kama hicho. Hakuna mapambano yasiyo na tija. Kila jasho la leo ni mafanikio ya kesho. Kwenye bunifu kuna vitu viwili. Kuna mtu mmoja anaitwa visioner, alafu kuna mtu anaitwa acting of the visioner. Yaani yule mwenye maono, alafu na mle mfanyia kazi maono. Ndio tuko hivyo kote. Ukiona wewe ni visioner, kuyafanyia kazi ile vision yako sio rahisi. Lazima utafute watu. Mimi nimejikepa katika visionalist. Mimi ni visioner. Na siku zote hata kwenye timu yangu nawaambia ni wewe jua kukodi unavyoweza kujua kukodi. Siku zote tunatumia lugha makoda. Makoda wote huwa wanaga mawazo. Mawazo yanaletwa, alafu wanaulizwa mnaweza kufanya? Wakikwambia yes tunaweza kufanya, sasa wewe ndio unaanza kuwatengenezea technical structure ya hicho kitu unachokitaka. Kinatakiwa kianzie wapi, kiwe na nini? Ni vision ndio anatengeneza hapo. Mhandisi Rioba anatupitisha katika darasa la kuuelewa mfumo kwa undani, namna unavyofanya kazi. Sasa mfumo ambao tumeutengeneza unaitwa Smart Charger. Smart Charger ni application ambayo inapatikana kwenye platform za aina mbili, majukwaa mawili. Jukwaa la wanaotumia simu za Android na jukwaa la simu za iOS. Kwa ukiingia kule kwenye Android ukiandika Smart Charger utakuja hapo pale. Utaiona ile hapo pale, uta click wanasema. Ukisha click utastore, download, kimalika mwisho tumemwambia mtumiaji wetu ili aweze kutumia mfumo wetu. Kwanza ni lazima hata ukisoma pale imekuja kwenye upande wa policy za taarifa binafsi, mtu lazima ajue anachokitumia kinafanya kazi gani na taarifa zipi ambazo mnazitaja. Kwa hiyo ukifungua kwenye ile app yetu utaona pale mwanzo kuna consent ya kusaini kwamba umeridhia sisi kutumia taarifa zako kwa manufaa au kwa faida ya mfumo wetu. Kwa ndio pale utasaini, agree and continue, utaendelea pale, utaingiza taarifa. Sana taarifa ambazo tunazihitaji kutoka kwako. Sisi tunachohitaji ni taarifa mbili tu, jina lako na namba yako ya simu. Tuone kwa nini tunahitaji taarifa mbili. Sisi Tanzania moja ya nchi ambazo katika ukanda wa SADC hata na duniani imejitahidi kuintegrate mifumo yake. Nchi yetu imejitahidi sana. Mifumo yetu almost yote inaonana. Mtu akiwa na namba yako ya simu tu amepata details zako zote, kwa sababu namba yako ya simu kipindi ulisajili na ile namba ya NIDA. Kwa namba ya NIDA kule tukifungua ndani tunakuta details zako, wewe ulizaliwa wapi, sijui unapatikana wapi, baba na mama ni wapi, ulisoma wapi. Kwa hiyo ni details ambazo tukasema usina raka mbili tu, tukijua jina lake, alafu baada ya jina lake basi atupatie tu namba yake ya simu. Tukiwa na namba yake ya simu basi details zingine ambazo serikali ambazo inazimiliki hizo taarifa zake inazo. Kwa hiyo hata ikitokea kama app yetu inaleta madhara kwake, basi tunajua namna gani yeye tunaweza tukamsaidia. Lakini pamoja na hilo, Tanzania
unapokuwa ni mbunifu au unapofanya shughuli za kibunifu, wanasema hutakiwi kuwa peke yako. Kwa nini hutakiwi kuwa peke yako? Kwa sababu kama bunifu yako ita-involve taasisi zingine, taasisi hazimtambui mtu, zinatambua taasisi. Kwa lazima utalazimika kupungua taasisi. Kwa lugha ya Kiingereza tunasema makampuni, si ndio? Kwa lazima ufungue makampuni. Kwa na sisi tukasema okay, hatuwezi kwenda kama Engineer Rioba na Smart Charger, tukasajili kampuni inaitwa TJR Engineering Works, ni ambayo inajihusisha na masuala ya kihandisi na kiteknolojia. Kwa hiyo ndani ya kampuni ya TJR Engineering Works ndio kuna product yetu inaitwa Smart Charger. Kwa hiyo mtu akishakuwa na ile app, akishafanya registration, kwenye app kuna sehemu tunasema wallet, tunaandika pale wallet. Sio huduma ya bure. Ni huduma ambayo tunahitaji, tunaifanya kibiashara. Kwa tunahitaji watu pia wachangie huduma, maana lazima walipie kiasi fulani cha fedha ili waweze kupata hizo power bank. Kwa ataingia pale kwenye wallet yake. Akifungua wallet, tumempa option mbili za kujaza fedha kwenye ile wallet. Atajaza kwa kutumia namba yake ya simu, yani mitandao ya simu, au atajaza kwa kutumia benki. Kwa hiyo unapolipa ile fedha yako kwenye wallet yetu, kimsingi ile fedha ukiangalia kwenye ile app yetu pale chini utamuona huyo Y kwamba your payment assured with Y. Kwa yule Y utamuona pale, kwa yule ndiye anaye tufanyia collection. Baadaye kuna makubaliano ambayo tumeingia, ataturudishia kwenye account yetu ya kampuni baada ya kuwa na umeweka fedha. Ukifika pale ukifungua tena ile app utaona sehemu imeandikwa scan. Kwenye mashine zetu zote pale kuna kwenye ile display yetu pembeni kuna QR code. Ukifika pale una scan QR code, na sisi tumewaekea tunasema vifurushi. Tumeweka vifurushi pale, unachagua kifurushi chako. Kwa sasa tuna kifurushi kimoja tu kinaitwa chap chap. Kwa na click chap chap pale, ukisha click chap chap utakliki chini utaona kuna button itakuwa ya kijani. Utaklik ile button ya kijani imeandikwa confirm rent. Confirm to rent. Kwanza mfumo wetu utakata hela iliyoko kwenye wallet yako. Kisha kata hela kwenye wallet yako, tutakutengenezea order. Kisha tengeneza ile order, ndio kile power bank kinaanza kutoka hapa. Kinatoka kama unakwenda kutoa fedha kwenye ATM. Utasikia tu kinatoka, unachukua. Power bank yetu iko self sufficiency. Ukigeuza kwa nyuma utaona kuna cable 3. Na walivyozi design wamewafikiria watumiaji wote wa simu. Kuna wale wanaotumia nchini Tanzania, tuna simu tumezipa jina Kisosadu. Alafu kuna simu za iPhone, kuna simu za Android. Kwa hiyo utakutana na charger type C, micro, utakutana na hiyo ya iPhone. Mfumo wetu haukulazimishi ulipochukulia ndio urudishie. Na ukulazimishi kwamba ukae pale kwenye mashine usubiri mpaka ije afu urudishe. Unachukua power bank yako, unaenda kukaa sehemu yako pale, unapata chakula chako au unakunywa kinywaji chako, na ukimaliza au bani kwamba MC mjaa haraka nirudishe, hapana. Unaondoka nayo hiyo power bank, unaenda nayo nyumbani, unaendelea na michezo zako zingine. Huko mbele ya safari ukikutana na mashine kama ile, basi unarudisha. Kwa hiyo ukirudisha pale si ndio, lakini ili kuhakikisha tunalinda usalama wa power bank zetu, na tunachokifanya tumekuwekea na sisi limit. Kwa sasa plan tulionayo ni ya kukodisha kwa lisali kwa siku nzima, saa 24. Kwa maana yake ndani ya saa 24 unatakiwa urudishe hiyo device yetu. Usiporudisha, kwanza tunahakikisha vipi watu wetu wanaturudishia vifaa vyetu? Tumeweka penalty. Kwamba ile penalty tuliweka pale kwamba kila baada ya saa limoja kuna extra charges ambao unazipata. Hata mfumo wetu unakutumia pia na message. Message inakutumia kukushukuru kwa kutumia kwanza huduma yetu, baadaye na kushukuru na kukumbusha muda wako umekaribia kufika mwisho, tafadhali unaweza kurudisha ile power bank. Ni njia moja hapo ambayo tunatumia kuvitunza vifaa vyetu, kwamba tunawakumbusha watumiaji wetu kwamba kuvirudisha. Lakini pia tumefahamu kwamba kuna riski inaweza katokea, mtu ameazima power bank yetu, lakini isivyo bahati amepata changamoto ya kiafya. Amepata changamoto ya kiafya, kwa hiyo hana muda wa kuirudisha. Basi sisi tukaamua okay, basi sio tabaki tupa taarifa, basi tutajaribu kuifuatilia. Lakini kama hatuna taarifa yoyote baada ya siku 3, kama hatuna taarifa yoyote baada ya siku 3, tunachokifanya ni kwamba tunaongeza charges zinakuwa kubwa zaidi.
Kwa hiyo hapo tunakuwa kama mteja wetu akitupa taarifa maana yake tunaifuata. Akitupa taarifa maana yake tunamuuzia. Na tukimuuzia, kumbuka hiyo hauwezi kuchajia sehemu yoyote. Kwa definitely kuna siku ataamua kuja labda kuirudisha. Na sisi kabla tujaamua kukuuzia, tunakutumia pia message kwamba bana, kuna power bank yetu mpaka sasa hizi hatuna mrejesho kutoka kwako. Aidha umeamua kukaa nayo au imepotea au imefanya nini. Kwa hiyo extra charge zitachajiwa kutoka kwako, na gharama hiyo tutakuonesha kwenye message yako pale kwamba tutakuchaji kiasi fulani kwa ajili ya power bank ambayo lazima siku fulani na haijarudi mpaka sasa hivi. Hiyo ni function ambayo tunategemea kwa kipindi hiki cha muda cha karibuni tutaendelea kuiongeza kwenye huduma yetu, lakini kwa sasa hatujaiweka, na hatujaiweka kwa sababu tuko kwenye soko la majaribio. Kwa upande wa jamii, mfumo wa ukodishaji wa vifaa vya kuchaji simu unaendelea kufahamika taratibu miongoni mwa wananchi. Baadhi wameanza kuutumia katika shughuli zao za kila siku, huku wengine wakiendelea kuujua na kuutathmini kulingana na mahitaji yao. Mrejesho unaopatikana unaakisi namna jamii inavyoanza kuuzoea mfumo huu kama sehemu ya mabadiliko ya matumizi ya teknolojia katika maisha ya kawaida. Kila sehemu ambapo sisi tumeweka mfumo wetu, kwanza tumepata mrejesho mkubwa sana kwamba ina faida kubwa sana kwao. Moja, maeneo ya starehe ya entertainment tunaita, labda bar, restaurant, watu walikuwa wanalazimika kutembea na zile power bank, kwa kutembea na chaji zao za simu, lakini pia anasahau. Na ukienda kwenye hizo maeneo niliyoyataja, wamiliki wa maeneo walikuwa wamesambaza socket kwenye kila meza. Pamoja na kuwa wamesambaza socket, lakini still watu wanasahau charger. Kwa hiyo mfumo wao wameona ni mfumo ambao umekuja kuwasaidia sana kipindi wamekaa kwenye hayo maeneo, na hawalazimiki tena mtu amechomeka kwa socket afu anaendelea kushika hivi. Hawalazimiki tena. Kwa sasa hizi anachukua tu power bank, anaenda kukaa zake pale huko anachaji. Na anachaji akiwa na uhuru kabisa. Na uhuru anaopata wote. Haangaiki tena. Je, mfumo huu kiuchumi una faida gani? Kwanza upande wa kampuni yetu sisi ni chanzo cha mapato. Kwa hiyo na kampuni kama nilivyokuambia, unapoanzisha kampuni unategemea kuwa na wafanyakazi. Hii kampuni ni mpya, ndio mpya inaanza kazi. Kwa hiyo tunahitaji wafanyakazi wengi. So far ni vijana ambao nafanya nao kazi, lakini pia mfumo huu unahitaji watu nyuma, tunasema network operating center. Kwa hiyo tunahitaji wafanyakazi wengi. Kwanza tunahitaji wafanyakazi wa kumonitor na kufanya monitoring. Lakini pia tunahitaji wafanyakazi wa kuzisambaza kwenda kwenye maeneo tofauti. Kwa hiyo ukiangalia katika mlolongo wa thamani wa kiuchumi, tumeenda kuongeza ajira. Hiyo ni moja. Lakini pia upande wa nchi, as long as unafanya biashara, unalipa kodi. Kwa hiyo tayari tumeanza kulipa kodi. Kwa hiyo tayari kama nchi inaanza kupata faida kupitia mfumo huu, kwa kupitia kodi. Hiyo ni ya pili. Na ya tatu zaidi, sisi tunaongeza thamani. Kwa sasa hizi hata uwekezaji sasa hizi utakuwa. Kwa sababu wawekezaji watalii wakitaka kuja huko, hawazi tena tukipanda kwenye ile mabasi lazima tuwe na charger zetu. Tutaenda tutachukua sehemu pale, akishuka tu uwanja wa ndege anaona mashine yetu imekaa pale, anachukua power bank anaendelea zake. Na anajua kwa sababu kwamba kule kwa wanazo kwamba sio lazima nirudishe hapa. Nikichukua uwanja wa ndege nitaenda hotelini, nitakutana na mashine nitarudisha. Kwa hiyo tayari tutakuwa tumeongeza thamani katika sekta ya utalii, kwamba watalii watakuwa wanajua kwamba teknolojia Tanzania imekuwa, hakuna haja ya sisi kuteseka tena. Kwa hiyo Tanzania watasema, na kuna lugha yetu watu wa TTB wanasemaga a beautiful destination. Kwa hiyo itaendelea kubeautify hiyo destination ya watalii kuja nchini Tanzania. Mhandisi Rioba anatoa wito kwa wawekezaji na ushauri kwa Watanzania wanaopata fursa ya kwenda nje ya nchi. Mfumo huu kwa sasa umewavutia sana wawekezaji. Nikiwa katika upande mmoja, mimi ndio naanza. Mimi nimefanya part ya software, kuna part ya hardware. Kwa hiyo mwekezaji anaweza akaja akaomba kuingia ubia na mimi, yeye kunisambazia hivi vifaa, sababu vifaa ni gharama. Ni gharama kubwa kuliko hata software tunalipia baadhi ya hela ndogo ndogo. Tunalipia kwenye makampuni, tunalipia service, ni service ambazo tunazimudu. Lakini kifaa mashine moja ni gharama. Kwa hiyo uwezo huo sisi hatuna.
tunajaribu kuwaomba wawekezaji ambao sasa, wale ambao sasa sisi tumeshaonesha soko lipo, kwa wawekezaji ambao wenye mitaji mikubwa waje tuingie makubaliano, watuletee mashine. Sio kituletea mashine sisi tunasambaza, kwa sababu malengo yetu ni kuhakikisha mashine hizi zinatapakaa nchini Tanzania. Tunaanza na jijini Dar es Salaam. Kutoka Dar es Salaam tunaelekea Dodoma. Dodoma tunaelekea Arusha, tunaelekea Mwanza. Lakini hataki kumpa mtu tabu, anaenda Tabora. Sasa kama anaenda Tabora anapataje na nili huduma kama hamna? Kwa hiyo tunawakaribisha wawekezaji wenye mitaji mikubwa waje tuzungumze nao ili tuweze kupata mashine nyingi zaidi. Na mashine zina faida nyingi sana. Kwa hiyo watakapokuja kwenye meza mazungumzo tutawaonesha return zao zitakapokuwa zina be generated ili wao pia waweze kupata. Kwa hiyo ukiangalia katika sekta ya uwekezaji inawavutia kwamba ni market mpya imekuja. Kwa hiyo na mitaji yao waje tu tufanye nao hizo biashara. Hata hivyo, mbunifu huyu hajasita kuzungumza na vijana. Sasa mimi ninawashauri wa vijana wenzangu, tunapopata bahati ya kwenda nchi zilizoendelea, nchi za Ulaya, nchi za Asia ambazo zimeendelea, zile teknolojia zilizoko pale tuzitumie, sababu usipozitumia huwezi kuzijua, huwezi kuiona market ya kule ulipotoka, huwezi kuona kama kuna soko kule ulipotoka. Kwa hiyo kwanza wazitumie. Wakishazitumia wawe na akili ya kutaka hiki kije sehemu fulani. Na hiyo akili ya kutaka kitoke kule kije kwao. Wasifikirie mtu mwingine wa kufanya. Anafikirie yeye ndo anaweza kufanya. Hii project nilipokuwa nilifikiria nikiwa kule, na nikawa nawaambia Watanzania wenzangu, hiki kitu lazima nikipeleke Tanzania. Disappointment zipo, lakini kitu kikubwa sana ni kusimamia kile ambacho unakiamini. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja, sio mimi mwenyewe ambaye ndo nimekuja na hii wazo. Kuna Watanzania wengine pia wana wenyewe na wazo kama hili. Yaani ndugu mtangazaji, huwezi amini, mimi nilikuwa najua niko peke yangu. Ile siku ya kwanza mkurugenzi wa TBC aliponipa fursa ya kuzungumza kwenye kipindi cha asubuhi, nilivyozungumza na wakapeleka kwenye social media za TBC. Ndio siku hiyo pia kesho yake nikapigiwa simu. Bwana, nilimtumona umefanya hii huduma, umewezaje? Tukutane tuzungumze. Kukutana na wale vijana wenzangu, waambia na sisi tulikuja na mashine. Tulikuja na mashine 10. Mashine 10 tulikuja nazo Tanzania, lakini tumekaa nazo mwaka. Tumezungumza na hao jamaa watupatie mfumo, wamekataa. Wametutajia hela nyingi sana ndio mashine. Wewe umewezaje? Na ni kweli mfumo wako unafanya kazi? Nikamwambia kweli unafanya kazi, njoo nimtesti. Wakaja wakajaribu, wakaona kweli unafanya kazi. Wakasema sasa tuambie tufanye kazi hapa hapa. Kwa hiyo wale vijana walikuwa na mashine zao 10, wakanipatia zile mashine 10. Kitu kikubwa ambacho nataka niwaoneshe vijana wenzangu, hakuna maendeleo ya mtu mmoja. Maendeleo ni kuungana. Mkishaungana ndio mnaanza kutembea. Mkitembea pamoja mnafika mbali. Biashara na tangazo. Yaani ndio maana sasa hizi wanaona kwenye mitandao ya kijamii watu wanakimbia sana kwenye mitandao ya kijamii kule. Lakini nataka niwaambieni kitu kimoja, wafanya biashara, wajasiriamali wadogo wadogo. TV na radio ndio sehemu sahihi ambayo utafika mbali. Na wakati unapoenda kwenye TV lazima uangalie hiyo TV na radio yako. Sasa kwenye radio, mtandao wa hiyo radio umetawanyika kiasi gani? Kwa mfano, TBC Taifa imetawanyika almost 90% ya nchini kwetu. Kwa mfanyabiashara au mjasiriamali anapokuja TBC Taifa, ana uhakika bidhaa yake inafika sehemu kubwa sana nchini Tanzania. Anapokuja TBC 1, ana uhakika biashara yake au bidhaa yake inatizamwa na Watanzania wote, kwa sababu kwanza ukiangalia hii TBC wanasema ni free to air. Kwa hiyo mtu alipi kuiona TBC. Kwa unapofanya biashara, unapotangaza biashara yako kupitia hivi vyombo vya serikali ambavyo vinapeleka taarifa kwa jamii, maana yake bidhaa yako inaenda mbali sana. Mimi nina account kwenye hizo social media. Na hii kazi yangu nilishaweka kwenye social media. Lakini nangu nimeiweka kule. Sijui unaita bado msemaga follower, sijui like, sijui nini. Wote wana like lakini no one ana like kule. Kumbuka hajui na teknolojia. Lakini tazama, nilipokuja kufanya kipindi na asubuhi hii ndio nikapigiwa simu kuomba, bwana na sisi tuna kitu kama hiki. Lakini nina account muda mrefu sana huko kwenye social media zingine. Lakini sikuwahi kupata watu kuja kufanya nao kazi. Kwa hiyo mimi ninaamini 100%
mtandao wa redio wa TBC ulivyotapakaa nchini, na unapokuja kufanya mahojiano au kuileta bunifu yako hapa, inasaidia sana kufanya watu wengi waipate. Lakini katika kipindi hiki cha ngazi kwa ngazi, maendeleo ni ngazi kwa ngazi, sio lifti. Lazima utoke chini uende ngazi ya juu. Mimi nilianza na wazo, baada ya kutumia ndo ngazi yangu ya kwanza, lakini bado ni hii ngazi ya kwanza nataka inipeleke juu zaidi. Sitapanda lifti, nikipanda lifti sitafika. Kwa ujumla, ujio wa mfumo wa ukodishaji wa vifaa vya kuchaji simu unaonyesha mwelekeo mpya wa matumizi ya teknolojia katika kukabiliana na changamoto za maisha ya kila siku, ingawa bado uko katika hatua za mwanzo hapa nchini. Mfumo huu unaendelea kufahamika na jamii, huku ukionyesha namna ubunifu wa kiteknolojia unavyoweza kuibuka kama sehemu ya mabadiliko ya maisha na fursa za kiuchumi. Hatua hii inaonyesha kuwa kupitia matumizi sahihi ya teknolojia kuna nafasi ya kubuni suluhisho zinazogusa mahitaji halisi ya jamii. Mtazamaji wa kipindi cha Ngazi, natumaini umenufaika na mengi kutokana na kipindi hiki, na mimi ni Rose Masaka.